Mimi naendelea kutumbua majibu. Tokea hapa Global TV Online, kipindi ni Tumbua Jipu. Naitwa Kelvin Shayo. Asante sana kuendelea kutufuatilia, ambapo Tumbua Jipu yetu bado ipo katika mkoa wa Dar es Salaam, katika wilaya ya Kinondoni, ambapo tulikuwa naye mkuu wa wilaya DC Ali Hapi Salum alipokuwa katika operation ya kamata waficha sukari na kutafuta sukari. DC Ali Hapi Salum alisema pia juu ya swala la kuchanganya bidhaa zinazotumika katika matumizi ya binadamu kama vyakula na bidhaa nyingine kuchanganywa katika sehemu moja katika godown hilo la mfanyabiashara huyo. Alisema ni hatari sana. Wakati huo pia akiendelea kugundua zipo baadhi ya bidhaa ambazo zimedumu pale, zimekaa pale kwa muda mrefu, alikufikia wakati wake wa expire. Mtu anakuwa na godown, ameweka umumu sabuni, kaweka viroba, kaweka mafuta ya kula, kaweka unga, vitu ambavyo kanuni za taratibu za afya haziruhusu. Kwa hiyo tunataka mamlaka zinazohusika na wao wachemke ili wafanye ukaguzi wa mara kwa mara wa maeneo yao. Wilaya ya Kinondoni, Ali Hapi Salum aliendelea kusisitiza pia kwa wananchi na kuwaomba jamani kutoa taarifa kwa matukio ambayo wanayaona, kwa sababu hizi sukari zinapofichwa katika magodown, zinapoingizwa, sisi tunakuepo na tunaziona. Tunatakiwa kutoa taarifa ili tuweze kusaidiana. Tunawaomba wananchi kwanza wawe wa kwanza kutupa taarifa, kwa sababu utaona godown hili liko hapa, mizigo inaingia inatoka, wananchi wanaona. Na hawa wote wenye magodown ya sukari wananchi wanaona, lakini hawatoi taarifa. Kwa moja tunataka tuwaambie wananchi watoe taarifa wanapoona vitu visivyokuwa vya kawaida. John Method Leshigo aliyetumbuliwa na mkuu wa wilaya na kukubali mapungufu, alikuwa na haya pia ya kusema kwa wananchi. Mimi kwa jina naitwa Method John Leshigo. Hilo swala mimi nilikuwa najua leseni ya dukani, leseni ya vinywaji na zote ninazo, shakata leseni ya TFJ nayo. Kwa hivyo hizo ndio nilikuwa najua, lakini leseni ya godown nilikuwa sijui. Na tukiangalia kwamba imeonekana kwamba hata leseni yako ya vitu haiko vizuri, unamwambia nini mkuu wa wilaya na wananchi? Tutajitahidi kupangilia vizuri. Tutajitahidi. Kwa sababu kuna mapungufu madogo, lakini tutajitahidi kwa sababu ni upangaji tu. Tunaona umepanga lakini hujakwepa kulipa kodi. Unawaambia nini wafanya biashara wanaokupa kulipa kodi? Kodi ni jambo la msingi. Yaani bila kodi nchi haiwezi kwenda. Kwa hivyo natoa hisia kwa wananchi, wafanyabiashara wote walipe kodi, kwa sababu kodi ndio mwanzo wa maendeleo ya nchi yetu. Global TV Online tuliendelea kutoka mbali zaidi, tukaendelea pia kujua maoni ya wananchi ambao kimtazamo hayakutofautiana sana, ingawaje katika utoaji wa pointi walikuwa kila mmoja akiongea kwake, lakini lengo likiwa ni katika kuboresha na kurudisha nchi yetu katika mstari sahihi kabisa, ambapo viongozi wa serikali wameendelea kumuunga mkono Rais Magufuli na wananchi wakiendelea kufunguka ya kwao. Tuendelee kutazama maoni ya wananchi kutoka maeneo ya Manzese. Mimi tu maoni yangu binafsi, kwa sababu wao wenzetu wenye kipato cha juu na wanaoficha hizo sukari wanatubana sisi watu walio chini, kwa sababu mpaka sasa hivi kilo moja ya sukari ni shilingi 2,800. Kwa hiyo kama mimi na watoto wanne, mimi mwenyewe watano, baba wa sita, ina maana nitakuwa natumia kwa kila siku moja natumia robo ya sukari. Ina maana kama nitakuwa natumia robo ya sukari na inunua robo shilingi 700, kwa hiyo bado itakuwa inanibana. Wakati huo nimeachwa shilingi 5,000 na nunua sukari robo shilingi 700, ina maana bado inanibana vile vile. Mimi sijawahi kushuhudia tukio kama hili, naonaga tu au nasikia kwenye magazeti, lakini na mimi leo nimeshuhudia. Kwa naamini serikali inafanya sio. Kuna rafiki zako wanatumia viroba, unawaambia nini? Kwa sababu tunaona kuna viroba vingine vime-expire huko ndani. Mimi naomba tu waache pia, lakini serikali ijitahidi kufuatilia, izuie maana kuacha kwa haraka bila pia. Mimi nawashauri waache. Naitwa Kelvin Shayo, hii ni Global TV Online. Hauja subscribe, fanya hivyo sasa. Kucomment, kushare pia utakuwa umetuongezea nguvu zaidi. Bye bye kwa sasa. Mimi naendelea kutumbua majibu.